Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Nilimwita Mheshimiwa Elibariki Emmanuel Kingu, tafuatiwa na Mheshimiwa Hamisi Mohamed Mwinjuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, neno la Bwana kutoka katika kitabu cha Kutoka 35:30 mpaka 36 linasema, ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama nimekuchagulia Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri wa kabila la Yuda, nami nimemjaza Roho wa Mungu pamoja na ustadi na uwezo na ujuzi katika aina zote za ufundi, ili kubuni michoro ya kupendeza katika ufundi wa dhahabu, fedha na shaba, kuchonga vito na kuvitia mahali, kufanya ufundi kwa mbao na kujishughulisha na aina zote za ufundi. Tena basi nimemteua Oholiabu mwana wa Hamasaki wa kabila la Dani ili kumsaidia huyo niliyemteua. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mbunge ninayetokana na Chama cha Mapinduzi, lakini mimi ni mbunge ambaye nimesoma kwa kodi za wanyonge walipa kodi wa taifa hili. Mimi ni mbunge ambaye kwa neema ya chama hiki cha Mapinduzi na bunge hili nimeweza kupata exposure kubwa duniani katika kulitumikia taifa kwa sababu ya kodi za Watanzania. Nataka nikwambie Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni mara yangu ya kwanza kusimama kuchangia kwenye bajeti ya wizara hii toka nimekuwa mbunge kwa miaka 10. Nataka niseme kwa dhati ya moyo wangu, waziri yoyote anayefanya kazi ya kumsaidia Rais Samia, waziri yoyote anayefanya kazi ya kuleta ndoto za kutimiza ilani ya chama kilichotupa ridhaa ya kuwatumikia Watanzania, Mheshimiwa Mwenyekiti, from the bottom of my heart, na ninajua mawaziri wengi wanafanya kazi hiyo, wakiwemo akina Mavunde vijana, wakiwemo akina Deo, na leo tuko kwenye wizara ya kaka yangu Makonda na Mwana FA. Nataka niseme kwa dhati ya moyo wangu, kaka yangu Makonda pamoja na Mwana FA nimewachagulia ni fungu la kutoka, nikimnukuu mtumishi wa Mungu Musa, wewe na msaidizi wako. Kwanza nataka niseme kwa dhati ya moyo wangu, mimi ni mbunge ninayeamini katika matokeo na ubunifu. Kwa muda toka umekamata mikoba kutoka kwa mzee wangu Kabudi, baba na kiongozi wangu, nataka nikupongeze Mheshimiwa Makonda from the bottom of my heart. Kwanza kwa namna ambavyo umeweza kuonyesha ya kwamba nini maana ya thamani ya wizara hii muhimu, ambayo kama tukiamua kuitengenezea mikakati, wizara hii peke yake ina uwezo wa kuchangia mpaka 7% mpaka 9% ya bajeti ya pato la taifa. Alafu nataka niwaambie, mimi siwezi kuwa chawa. Mimi ni kijana msomi. Sio tu msomi, nasema kwa neema ya Bwana. Mimi chuo kikuu nilipeleza pointi 2 kupata first class, na kwenye masters nimepata first class. Masters. Siwezi kuwa chawa. Mimi ni kijana ambaye ninalipenda taifa langu na ni mzalendo kwa nchi yangu. Kiongozi yoyote akifanya mambo mazuri, nitasimama hapa, nitapongeza. Na kiongozi yoyote akizingua kwa maslahi ya kutokutekeleza ilani ya chama changu, nitamchana hapa, awe waziri wa rangi yoyote, nitamwambia mchana kweupe. Ndio wajibu wa mbunge wa Chama cha Mapinduzi kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makonda, ninakupongeza kwa sababu wewe ni kijana unayefanya uthubutu, na mimi nataka nikutie moyo. Ushauri wangu wa kwanza, chukua karatasi na kalamu, twende kazini. La kwanza, tutakapomaliza bajeti hii, ninajua ulikuwa hujajipanga kaka yangu Makonda, nenda kaanzishe kitu kinaitwa National Sport Organization Fund. Nenda kaanzishe National Sport Organization Fund. Nataka nikwambie Mheshimiwa Mwenyekiti, fund hii ndiyo imesaidia mataifa makubwa duniani kuweza kufinance shughuli zote zinazo image za kimichezo katika mataifa yao. Ukienda kwa mataifa kama Canada, China,
Australia, na watu wataniambia unatoa mfano kwa mataifa yaliyokwenda kiuchumi. Ninatoa mifano kwa mataifa yaliyofanikiwa kwenye michezo ambayo ni modo ya sisi Tanzania kuiga. Fandi hii utakapoianzisha, Mheshimiwa Makonda, nataka nikuhakikishie yatakapokuja mashindano makubwa ya kitaifa na kitaifa, wana michezo watakapopata kazi ya kwenda kushindana kukimbia riadha duniani, hamtahangaika kuanza kuitana tumtafute sijui Bakhresa sijui nani. Fandi hii itawafandi wa Tanzania kushiriki shughuli zote za michezo duniani na taifa letu litaweza kupata prosperity. Na ninataka nikwambie, Fadhili umeniwahi, katibu msaidizi, nilikuwa nataka nizungumzie swala pia la early specialization. Mimi peke yangu mwezi uliopita nimefinance vifaa vya michezo vya zaidi ya milioni 22 kwenye jimbo langu kwa sekondari zote. Je, ni nani yupo kwenye halmashauri anayefanya kazi ya kuchukua data na logistics? Shule fulani kuna mtoto ana kipaji fulani kwa database nchi nzima ili waweze kuendelezwa. Makonda, nenda kaanzishe database ya nchi ya kuchukua statistics za early talent zote za nchi nzima. Hii alama utakwenda kuiacha. Rais Samia atakukumbuka, Watanzania watakukumbuka kwa legacy ya kazi utakao kwenda kuiacha kwenye taifa letu. Jambo la tatu ninalotaka kushauri Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kaka yangu Makonda. Kwanza nataka nipongeze sana hichi umekuja nacho kwenye bajeti yako. Ndugu zangu wabunge wenzangu, nataka niwaambie taifa hili sisi ndio tumemkomboa Msumbiji, sisi tumemkomboa Namibia, sisi tumemkomboa South Africa, sisi tumemwaga damu Zambia kuhakikisha tunawaunganisha. Tumefanya kazi Uganda na mataifa yote yaliyo kusini mwa bara la Afrika. Baba yangu Kabudi, unaijua hiyo historia. Leo kitendo cha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mama wa watu, jamani, hebu tuwe wa kweli jamani, ndugu zangu wabunge, kwa kitendo hiki cha kuamua kujenga center ya ukombozi ya ukumbusho wa bara la Afrika, ninaomba wabunge wa Chama cha Mapinduzi na upinzani tukiunge mkono, tumtie moyo rais wetu jambo hili rais alilokwenda kulifanya. Mimi nataka niwaambieni haya ya instability yanayoendelea kwenye mataifa ya Afrika. Tanzania sisi tulionyesha mfano. Wakina mzee Mangula walilala Msumbiji kuikomboa Msumbiji. Wapo wakina mzee Kabudi wanajua historia ya taifa hili. Makonda, kaka yangu, hekta 240 ambazo serikali imezitenga, sisi tutakuidhinishia bajeti. Nendeni mkajenge kituo cha heshima kitakachomfanya baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere ajue kazi aliyoifanya ya ukombozi wa bara la Afrika, yeye na watangulizi wake akina Nelson Mandela, akina Kwame Nkrumah, akina Patrice Lumumba. Nenda mkaweke historia na senta hii. Makonda, ninakushauri kaka yangu, isiwe senta tu ya kimfano wa kitalii, lakini kaka yangu, kafungue vituo kwenye mataifa yote tuliyoyakomboa ya Afrika, watoto wafundishwe, tupate watalii na wageni wakuja kutembelea senta hiyo kwa manufaa ya taifa letu. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.